Karibu sana msikilizaji katika kituo chetu hichi. Bila shaka tuendelee kufahamishana kuhusu kinachotokea, lakini pia tuweze kuhakikisha kwamba tunaichora picha kamili ya kinachotokea msikilizaji, siku hii ya maandamano ya Sabasaba ambayo yanatarajiwa kufanyika siku hii, na kuweza kuhakikisha kwamba wanaoshiriki wanawakumbuka baadhi ya familia wapendwa ama ndugu walioweza kupoteza maisha yao siku ya Oktoba 29 mwaka 2025. Na msikilizaji, ndio maana kamanda wa polisi mkoa wa Geita ameweza kutoa taarifa kali siku ya leo, na akaweza kuwaonya watu dhidi ya kutokea kushiriki maandamano haya ya Sabasaba, akisema kwamba ni hatua inayoweza kuhakikisha kwamba inaleta vurugu na kukosa utulivu na amani katika maeneo mbalimbali, na kwa sababu hiyo anahitaji kuwepo na utulivu ili watu waweze kuendelea na shughuli zao. Sasa taarifa hii msikilizaji inasoma hivi, hebu nikuisomee kisha tutaweza kuitathmini zaidi. Inasoma hivi: kamanda wa polisi mkoa wa Geita SCP Safia Jongo amezungumza na wanabiashara na wananchi mji mdogo wa Katoro, wilaya ya Geita, na kuwataka kuendelea kulinda amani, utulivu na usalama, huku wakiepuka vishawishi vya makundi ya kihalifu vinavyolenga kuvuruga amani au utulivu wa eneo hilo. Msikilizaji, katika kifungu hichi, yani ni kama anawataja watu ambao wana nia ya kushiriki maandamano kutoka eneo hili kama watu ambao wana lengo la kuleta vurugu ama kuvuruga amani na utulivu katika eneo hili. Na unapoangalia ni kwamba anawahimiza wakaaji wa maeneo haya wasiweze kuruhusu watu wenye nia ya kufanya maandamano siku ya leo kuweza kufanikiwa katika kufanya hivyo, kwa sababu amesema kwamba waweze kuepuka vishawishi vya makundi ya kihalifu vinavyolenga kuvuruga amani na utulivu katika eneo hilo. Bila shaka naamini kwamba wanaofanya maandamano sio watu ambao wana nia ya kuleta vishawishi vya makundi ya kihalifu kama alivyoweza kutaja, lakini ikiwa wapo watu ambao wana nia ya kuleta makundi haya yanaleta vishawishi vya makundi ya kihalifu vinavyolenga kuvuruga amani na utulivu, basi watu wa aina hiyo wanapaswa kuangaliwa na jeshi la polisi kuweza kuhakikisha kwamba hawawezi kuruhusiwa katika kushiriki maandamano ya amani. Ameendelea na kusema kwamba amekemea vikali vitendo vya kihalifu vinavyoweza kutahadharisha amani, utulivu na usalama, huku akiwasisitizia wananchi kutokubaliana na kushirikiana na wahalifu kwa namna yoyote ile. Hiyo ni kweli, na nafikiria ni kitu cha kawaida kwamba wananchi wasiweze kushirikiana na makundi ya kihalifu, lakini naamini kwamba watu hawa wanaotajwa kama wahalifu sio watu wale wanaoshiriki maandamano ya kikwelikweli ya kisawasawa inavyohitaji katiba, katika kuhakikisha kwamba wanawakumbuka baadhi ya familia, rafiki na ndugu zao walioweza kupoteza maisha siku ya Oktoba 29 mwaka 2025, kwa sababu hamna mtu ambaye amechukua nafasi na kupata kuongelesha familia ambazo zilipoteza wapendwa wao kwa njia ya kuwafidia baadhi ya familia hizo, kwa njia ya hata kuhakikisha kwamba familia hizo zinapata miili ya wapendwa wao kwa ajili ya maziko na kwa ajili ya kukumbuka kwamba ndugu zao walikufa kishujaa katika hali ya kupambania taifa, kuweza kuhakikisha kwamba Tanzania inakuwa huru na hali ya ukandamizaji kama ule unaoshuhudiwa sasa hivi hauendelei kuwepo nchini Tanzania. Kwa hivyo watu hao ni mashujaa walioweza kupigania uhuru wa Tanzania kutoka kwa mabeberu ambao wanaweza kuhakikisha kwamba vitendo kama hivyo
inaendelea kushuhudiwa. Lakini pia aidha ametoa onyo kali kwa watu wote wenye nia ya kuharibu amani na utulivu katika mkoa wa Geita, akisisitiza kuwa jeshi la polisi halitavumilia vitendo vya uhalifu na litaendelea kuchukua hatua za kisheria dhidi ya yoyote atakayebainika kujihusisha na vitendo vinavyohatarisha usalama wa wananchi na mali zao. Msikilizaji, kifungu hichi kimezungumzia tu hali ya ulinzi kwa ujumla kwa mtu yoyote atakayeshiriki katika vitendo vinavyohatarisha usalama wa wananchi na mali zao. Bila shaka, ikiwa polisi wanashiriki katika kuhakikisha kwamba wananchi na mali yao yapo salama, hamna mtu ambaye ana swali nalo. Lakini kikubwa ni kwamba watu kutoka maeneo haya ya Geita, ikiwa wanahisi kwamba wanahitaji kujishughulisha na shughuli za maandamano ya siku ya leo, wafanye hivyo kwa kuzingatia sheria, na wafanye hivyo katika kuhakikisha kwamba hawaleti vurugu, hawaharibu mali ya wenzao ambao hawatoshiriki, na wahakikishe kwamba maandamano watakayoyafanya ni ya amani kama tu inavyotaja katiba. Sihisi kama kuna tatizo lolote, lakini amesema kwamba ametoa onyo kali kwa watu wenye nia ya kuharibu amani na utulivu katika mkoa huu wa Geita. Akasisitiza kuwa jeshi la polisi halitavumilia vitendo vya uhalifu na litaendelea kuchukua hatua za kisheria dhidi ya yoyote atakayebainika kujihusisha na vitendo vinavyohatarisha usalama wa wananchi na mali zao. Msikilizaji, ndio taarifa hizo kutoka maeneo haya ya Geita siku hii ya maandamano, kiweza kusema kwamba hawatarajii mtu yeyote atakayeweza kuleta vurugu, na kwa hivyo jeshi la polisi katika maeneo hayo limejiandaa kwamba litaweza kuvumilia mtu yeyote atakayeweza kuonyesha hali ya kuleta uvunjivu wa amani ama kujihusisha na vitendo vitakavyohatarisha usalama wa wananchi na mali zao. Achia maoni yako msikilizaji kwenye comment section, lakini pia endelea kutufuatilia kwa faida ya kuendelea kujifahamisha kuhusu kinachotokea.